presentation imekuwa nzuri na amejitahidi kujibu maswali. Tuna dakika 40 sasa hivi, saa 8 dakika 25. Dakika 40 zinaisha saa 8 dakika 15. Okay. Sasa nitatumia dakika 15 alafu atakuja malizie mwalimu pale dakika zilizobaki. Labda tunajifunza kuhusu Mungu. Mungu ni nani? Ana nafsi ngapi? Lakini kuna hoja ambayo wanauliza, inategemea unapozungumza kuhusu Mungu. Ana nafsi ngapi? Kwanza kwenye ana nafsi ngapi inategemea kwamba unavyoelewa Mungu ni nini, ni kitu gani. Yaani unaposema Mungu ni kitu gani? Swali linaulizwa Mungu ni nini? Kwa mfano, hata juzi nilikuwa naongea, ukisema Mungu ni muumbaji, si ndio? Si nitakuwa sahihi nikisema Mungu ni muumbaji? Twende pamoja. Nikisema Mungu ni muumbaji, si niko sawa? Sawa. Manake nikisema Mungu ni muumbaji, manake tukirudi katika uumbaji, sawa? Manake chochote nje ya viumbe ni Mungu, si ndio? Manake yaani tukichukua viumbe tukavitoa pembeni, kitakachokuwa kimebaki nje ya viumbe ni nini? Ni Mungu. Kwa mfano tukisema kwamba wakati kabla vitu vyote kuumbwa kuna vitu vilikuwepo, sawa? Kuna nafsi zilikuwepo. Je, zilikuwa ngapi? Kama zilikuwa 2, basi ndo Mungu. Kwa mfano tunasema kwamba alikuweko wakati wa uumbaji, tunakubali kabisa. Biblia inasema kwamba Mungu aliumba hapo mwanzo, Mungu aliumba mbingu na nchi. Na kwenye sura mstari 26 tumesoma inasema Mungu akasema. Manake hakuwa peke yake. Na hata kwenye Mithali 8 mstari wa 22 inasema Bwana alikuwa nami katika mwanzo wa njia zake, na anaeleza kwamba yeye alikuwa stadi wa kazi. Kwa tunaona kabisa kwamba wakati uumbaji unafanyika, kulikuweko na nafsi zaidi ya moja. Kwa maana hiyo tunaweza tukahitimisha tukijiuliza Mungu ni nini, tukasema Mungu ni muumbaji. Kwa definition ya Mungu ni muumbaji, tutapata Mungu mwenye nafsi zaidi ya moja, kwa maana tutapata Mungu Baba na mwanaye aliyekuwa naye wakati anaumba. Tukienda hivyo, yani tusema Mungu ni muumbaji. Lakini Biblia katika kueleza kwake imemtaja Mungu. Ukiangalia maandiko yamemtaja mwana wa Mungu kuwa ni Mungu. Soma Warumi sura ya 9 mstari wa 5. Very explicit, hatutasoma. Imemtaja mwana wa Mungu kuwa nani? Ni Mungu. Na Biblia hiyo hiyo imetaja Mungu kuwa ni Baba. Hatuwezi kukataa, na ndivyo ilivyo. Na Biblia pia hiyo hiyo mahali pengine imemtaja Roho wa Mungu na ikamtaja kuwa ni nani? Ni Mungu. Utakuwa kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 5 mstari wa 3 mpaka wa 4. Biblia imeeleza kabisa kwamba Roho wa Mungu, ukisoma pale, imemtaja kuwa nani? Kuwa ni Mungu. Kwamba Anania alimdanganya Roho Mtakatifu, asema kwa kudanganya Roho Mtakatifu amemdanganya Mungu. Sasa uelewa, ukichukua akili zako ukaweka kwenye uelewa huo kwamba kwa vile mwana wa Mungu ametajwa kuwa Mungu, Baba ametajwa kuwa Mungu, na Roho Mtakatifu ametajwa kuwa Mungu, basi kwa akili zangu nikisema Mungu, na Biblia imesema Mungu ni mmoja, basi nikitumia akili zangu naweza kusema Mungu mmoja. Huku ametajwa mwana, huku ametajwa Roho, huku ametajwa Baba. Kwa hiyo kwa conclusion ya haraka tu naweza kusema Mungu ana nafsi 3. Na nitakuwa sahihi kwa uelewa wangu. Kwa sababu Biblia imesema mwana Mungu Mungu, imesema Baba Mungu, imesema Roho Mtakatifu Mungu. Kwa hiyo nikisema Mungu ana nafsi 3 au Mungu ni utatu nitakuwa sawa. Lakini Biblia hiyo hiyo imetaja Mungu mmoja. Na ilivyotaja Mungu ni mmoja, haikutuachia akili zetu tumujue huyo mmoja ni nani. Yaani tuseme kwa mfano usema Mungu, kuna Mungu mmoja. Mfano ukisema katika kanuni ya kanisa la Waadventista watasema Mungu ni mmoja, kuna Mungu mmoja aliye Baba, Mwana na Roho, umoja wa nafsi 3 za milele. Ukichukua ile statement itafute katika maandiko, haipo. Manake ni mtu namna alivyoelewa kile kilichoko maandiko akakitafasiri akakiweka kwenye nini? Uandishi. Lakini Biblia inaposema Mungu ni mmoja, ikisema Mungu ni mmoja, na yako mafungu mengi yanayosema Mungu ni mmoja, inataja nani? Sababu hatuwezi kupita mpaka wa maandiko. Sawa sawa. Hem, soma Wakorintho wa kwanza 8:6. Biblia imedefine kabisa, yani haikutuachia nafasi sisi tu define. Ukiamua kudefine ni wewe.
lakini Biblia imekuachia, yani imekupa, haijakwambia Mungu ni mmoja na ikakupa definition ya huyo mmoja ni nani. Soma. Lakini kwetu sisi Mungu ni mmoja tu, aliye Baba. Endelea. Ambaye vitu vyote vimetoka kwake, nasi tunaishi kwake. Yuko na Bwana hivi ndivyo ninavyoelewa kwenye hilo fungu kwamba Biblia inaposema Mungu ni mmoja, haikutuacha sisi wenyewe tutafasiri wenyewe kwamba Mungu ni mmoja, tuweke maneno yetu kwamba Baba, Mwana na Roho. Imetueleza Mungu ni mmoja na imetuambia huyo mmoja ni nani? Aliye Baba. Lakini sio kutuambia aliye mmoja ni nani, imetuambia na kwa nini ni mmoja. Malizia kipengele cha mwisho hapa, sema. Inasema ambaye vitu vyote vimetoka kwake, nasi tunaishi kwake. Imetuambia ni mmoja kwa sababu moja, vitu vyote vimetoka kwake na sisi tunaishi kwake. Kwa hiyo definition nzuri ya Mungu mmoja, na hapa mimi katika uelewa wangu huwa natofautisha neno Mungu na Mungu mmoja. Neno Mungu, hata kusoma kitabu cha Kutoka sura ya 7 mstari wa kwanza, Mungu anamwambia Musa kwamba nitakufanya kuwa Mungu kwa Farao. Sasa tukisema kila kinachoitwa Mungu kitengeneze sehemu ya Mungu mmoja, maana yake hata Musa ni sehemu ya Mungu mmoja. Kwa hiyo Mungu mmoja hata kuwa na nafsi 2 au 3, anaweza akawa na nafsi hata 4, ukaongeza na huyo Musa akawa nafsi ya ngapi? Ya 4. Lakini Biblia imetuambia kabisa Mungu mmoja naye ni Baba. Tuishie hapo tu kwamba ukiuza Mungu mmoja ni nani? Ni Baba, full stop. Kwa nini ni mmoja? Biblia imeeleza vitu vyote vimetoka kwake. Sasa ukisema vitu vyote vimetoka kwake, swali linakuja, je, mwana wa Mungu naye ametoka kwa huyo Mungu mmoja? Ili huyo abaki kuwa mmoja ambaye ni Baba, mwana wa Mungu ametoka kwa huyo mmoja? Soma kitabu cha Waebrania sura ya 2 mstari wa 11. 2:11 Waebrania. Anasema maana yeye atakasaye na hao wanaotakaswa wote pia watoka kwa mmoja. Kwa ajili hii haoni haya kuwaita ndugu zake. Yeye atakasaye ambaye ni Kristo na hao wanaotakaswa ambao ni sisi, wote tunatoka kwa nani? Kwa mmoja. Kwa Biblia inaposema Mungu mmoja imemtaja kabisa na imeeleza kwa nini anakuwa mmoja. Ni kwa sababu vitu vyote vimetoka kwa huyo. Ndiyo sababu tu. Kwa maana hiyo kwamba Mungu ni kile kilichokuwepo kabla ya kitu kingine kuwepo. Kile kilichokuwepo kabla ya kitu kingine kuwepo. Sasa doctrine ya utatu inatuambia kabla ya kitu chochote kuwako zilikuwepo nafsi 3. Hakuna nafsi iliyotoka katika nyenzake. Ndio utatu wenyewe. Yaani utatu kwamba mwana alikuweko peke yake, Baba alikuweko peke yake na Roho alikuweko peke yake, lakini walikuwa na umoja. Lakini Biblia inatufundisha kwamba mwana amezaliwa na Baba. Maanake kilichokuweko ni Baba. Baba kabla hajafanya kitu chochote akamzaa mwana. Ndio nasema katika kitabu cha Yohana 1:1 kwamba hapo mwanzo kulikuwa neno, naye neno alikuwa kwa Mungu. Kwa nini nasema hapo mwanzo? Yaani mwanzo wa nini? Mwanzo wa nini? Wa nini? Mwanzo wa nini? Soma kitabu cha Mithali 8:22. Tuelewe mwanzo wa nini. Inasema 8:22 Mithali. Anasema Bwana alikuwa nami katika mwanzo wa njia yake, kabla ya matendo yake ya kale. Inatosha. Kwa hiyo Biblia inaposema hapo mwanzo ulikuwako neno, huo mwanzo ni mwanzo wa njia za Mungu. Yaani Mungu wakati anaanza hakufanya kitu chochote, cha kwanza ilikuwa ni kumzaa mwanaye. Lakini kabla ya hapo alikuwepo yeye peke yake ambaye ni Baba. Na ndio maana anaitwa Mungu mmoja, nafsi moja, sio zaidi ya hapo. Ndio hiyo Ayubu 23:13 tuliyoisoma kwamba yeye ni mmoja na nafsi yake ni moja. Sasa
nikiwa nishamaliza